Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Kwa majina naitwa Mark Saga, ninatokea katika timu ya Big Money ambayo inapatikana mkoa wa Tanga wilayani Korogwe. Big Money ni timu ambayo inashiriki championship na hatimaye siku ya jana tumeweza kumaliza ligi yetu. Kwa kuzungumza kuhusu timu yetu ya Big Money, iko vizuri kwa kweli kwa sababu ni timu ambayo iko hapa Korogwe. Japo kutokana na uhaba na ufinyu wa mazingira ya uwanja tuliamua kukimbilia Tanga, lakini special timu maeneo yake ni hapa Korogwe. Kwa hiyo tunawaomba wadau wa Korogwe wakiwemo viongozi wa wilaya walioko ndani ya halmashauri ya Korogwe, wabunge waweze kusupport kwa sababu timu yao ni hapa Korogwe. Wadau wa Korogwe, vijana, nafasi pia vile zinapatikana kwa sababu ndio kwanza timu imeanza kuwa mpya. Kwa hiyo kama kuna mwenye kuhitaji nafasi, kuna mwenye kuhitaji kuonyesha alichokuwa nacho, basi anakaribishwa sana katika timu ya Big Money kwa sababu ni timu ya nyumbani. Kuelekea msimu ujao nadhani utakuwa mzuri zaidi kwa sababu championship ndio msimu wetu wa kwanza hii timu ya Big Money. Kwa hiyo ugumu tumeujua na wepesi tumeujua. Kwa hiyo nadhani msimu unaokuja tutakuwa na wakati mzuri sana kwa sababu hatutokuwa tena na ugeni. Tutakuwa na wenyeji, tunajua wapi tuanzie, wapi tuishie, wapi tulikosea, wapi turekebishe. Kiukweli wanasema changamoto ipo kwa sababu mtu kwao, anakuambia mchezo kwao kutunzwa. Lakini kuna muda ikikubidi kwenda mazingira ambayo yanakuwa sio rafiki, wanakuambia mchezaji hana ugeni wa eneo. Lakini siku zote mimi naamini ukicheza kwako basi inakuwa inasaidia sana kwa sababu nyumbani ni nyumbani. Japo hata kwa kule tulikopo Lindi kikweli wametupa support sana. Washabiki walikuwa pamoja na sisi kwenye nyakati ngumu na hata nyakati nyepesi pia tulikopo nazo. Ila changamoto kuwa mbali na sehemu ya nyumbani ipo, lakini pia nina imani kama tutakuwa nyumbani basi mazingira yatazidi kuwa mepesi na marahisi zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tumemaliza ligi salama na tukiwa na baraka zote za watu wa Korogwe. Nafikiri timu ilianzia huku katika maandalizi yake, hata usajili wa mwanzo ilikuwepo huku. Kwa hiyo baraka za watu wa Korogwe tunazo na tunatembea nazo kusema ukweli. Bila hizo baraka hata matokeo kama haya tusingefikia. Na vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ligi ilikuwa ngumu, lakini kutokana na umoja na upambanaji wa uongozi kwa ujumla na benchi la ufundi tumeweza kupambana hadi kufikia hatua hii tuliofikia ya kumaliza nafasi ya 8. Haikuwa kazi rahisi kupambana na timu ambazo zilikuwa vizuri kusema kweli toka mwanzo wa ligi. Tofauti na sisi tumepanda msimu huu na timu ilikuwa inajengeka zaidi na ilikuwa na walimu tofauti toka mwanzo. Walianza walimu wengine, nikawakuta wengine na walipotoka na mimi nikaichukua timu wakati ligi ishaanza mechi kama 5 hivi au 6. Kwa hiyo imepitia katika vipindi tofauti vya walimu tofauti, lakini yote ni nyakati za mpira ambazo kuwa timu inaweza kupitia, na yote kufanya hivyo ni kuweza kuiweka timu katika uimara na ushindani zaidi. Kwa walimu walopita walitengeneza na mimi nikaja nikaiboresha zaidi hadi kufikia ubora huu wa kushindana hadi dakika hizi za mwisho. Tumepungukiwa alama chache tu na wale ambao kuwa wamepanda na wengine kwenye playoff. Kwa hiyo kuna mechi tunaweza tukajijutia, lakini kwa namna moja ama nyingine ndio ligi ilivyo. Na niseme tu umoja huu, ni washukuru watu wa Korogwe na wazee kwa ujumla na wadau kwa ujumla wa Korogwe. Kitu ambacho kuwa walikianzisha ni kikubwa na kinatakiwa mwendelezo, na mwendelezo wake ni kuangalia timu inafika pale ambapo kuwa tunahitaji, maana yake ni kupanda ligi kuu. Mimi kusema kweli na mahusiano mazuri na mkurugenzi na mpaka kufikia kufanya kazi hapa ni yale mahusiano mazuri. Kusema kweli niliongea naye vizuri na sikuweka maslahi makubwa mbele kutokana na level yangu ya ualimu na yeye kitu ambacho kuwa alikuwa anahitaji kukitengeneza, lakini kwa sababu nilikuwepo pembeni kidogo katika mapumziko yangu ya kutopata timu za ligi kuu, nikasema basi wacha nifanye kazi kwa heshima ya Mwalimu Minziro. Nikaingia Big Man, nikamshikia kijiti Minziro alipotoka. Kwa hiyo yote inawezekana nikaendelea, kwa sababu kazi ya mpira sio lazima ufundishe ligi kuu. Unaweza kufundisha hata watoto wadogo, lakini unafundisha ule mpira, kwa sababu mimi ni mwalimu wa mpira, so mwalimu wa netball au ni football ndo kazi yangu. Kwa hiyo pale ambapo kwa nitaona nahitajika na watu wanaelewa nini nakifanya, basi naweza nikaendelea kufanya kazi na Big Man. Lakini tuseme tu kazi ya walimu ni wito, inawezekana nikapatikana kuitwa sehemu nyingine. Nitakaa chini na uongozi na kuweza kukaa nao
kwa ujumla, kuangalia jinsi gani ya kuweza kufanya makubaliano hayo, lakini kikubwa mimi nipo Bigman na bosi nimeongea naye kwa kirefu, tufanye mikakati ya kuitengeneza timu zaidi ya hapa ilipo, ili iwe na ushindani zaidi, hata mwalimu yote akija haikute timu kama ilikuwa na mwalimu kama nilivyoikuta mimi, walimu wengine walipokuwepo, nimeikuta timu ipo ya ushindani, nikaboresha vitu vichache. Kwa hiyo nasema bado nipo Bigman kwa sababu nimemaliza Bigman. Kama kutakuwa na chochote mtajua, lakini bado nipo Bigman. Kikubwa ni kutoa ushirikiano. Ushirikiano sio lazima pesa. Ushirikiano ni ule ukaribu. Ukaribu unaweza ukatoa mawazo, ukaribu unaweza ukaleta wadau wakamsaidia mkurugenzi mwenye timu. Unajua timu ni gharama kuendesha. Kila siku unatakiwa timu iwepo, watu wapate mishahara, walimu wapate mishahara, wale na waendelee kusafiri. Kwa hivyo vitu vyote vinatakiwa msaada. Kwa hiyo mkurugenzi anatakiwa msaada. Msaada unaweza ukatoka kwa watu wa Korogwe kwa namna moja ama nyingine, ikawepo kamati ambayo utasema hii kamati ya saidia Bigman ishinde. Kwa hiyo wao wanaweza kuorganize kwa wafanyabiashara au wadau wowote ambao kuwa watakuwa wanaguswa na Bigman kwa sababu ni timu ya Korogwe, wakaweka organize yao kwa na kamati ambayo kwa inaweza ikawa inasaidia. Inawezekana isiwe kikubwa sana, lakini kwetu tutaona ni kikubwa na bosi atapunguza makali yale ya uendeshaji wa timu. Kwa hivyo vitu vyote vinatakiwa, kwa sababu timu zote za championship zinatafuta wadhamini. Timu ionyeshwe haina ligi mdhamini ambayo kuwa anaidhamini na kuweza kupata pesa za kupunguza makali ya nani. Kwa hivyo vitu vyote anatakiwa bosi asaidiwe. Peke yake anaweza, lakini anakuwa anapata stress nyingi kwa sababu kuendesha timu ni gharama kubwa. Kwa hiyo ni washauri wanaweza kujiorganize kwa sababu hii timu yao, wakakaa chini na mkurugenzi, ikawepo kamati itatambulika kwa sababu hii timu ni hapa. Kwa hiyo itakuwa na majukumu yake, wanaweza wakapeana wenyewe na wakurugenzi. Kwa hiyo kunaweza kutokana kitu kinatoka huku kinakuja kule, au kipo hapa kwenye maandalizi, wanaichukua timu wanaiweka kambini, gharama zote za kwao, inasaidia kwa hata makali yale ya uendeshaji timu, bosi atafarijika.